kuna wakandarasi wawili ambao wako site, anayetokea Handeni kuja mpaka pale katikati Mafleta, na anayetokea Mafleta mpaka kuja pale Keregudu, kilomita zinakuwa 50, zinasalia kilomita 63. Sasa ndugu zangu wana Kilindi, kwenye mpango wa serikali tumepanga mambo mawili. Jambo la kwanza, tumalizie miradi ambayo imeshaanza, kama hiyo hapo nimeona vipisipisi hivi, sehemu imejengwa, sehemu imeacha. Tunataka tuweke kipaumbele tumalize yale ambayo kazi imeendelea, ili pale tujue tumemaliza. Kazi ya pili, tunataka tukamilishe, tuanze ujenzi mara moja kwenye maeneo ambayo mkataba umeshasainiwa. Mimi ni mashahidi, je, kutoka Maflati kuja Keregudu mkataba ulishasainiwa, lakini mkandarasi hajaanza kazi. Tunataka kazi ianze kwenye maeneo ambayo mikataba imeshasainiwa, ili tusirudike mikataba ambayo kazi haifanyiki. Kwa hiyo kazi ile ikishaanza ndio tuendelee mbele. Na nisikia ndugu zangu wa Kilindi, tumepangilia kwenye vipaumbele tuweke hivyo. Kwa hiyo tutamalizia ile kazi ambayo inaendelea, ambao wako kwa kandarasi wale wawili, na ile ambayo ameshaanza kufanya, na tutaendelea kwenye hiyo ambayo mkataba umeshasainiwa. Lakini baada ya hapo, Mheshimiwa Naibu Waziri, waambie na wataalamu wako wa TANROADS, hiki kipande kilichosaliwa, Mheshimiwa Mbunge ameongea kwa hisia sana. Ni vile kakulia chama tu pale, ameongea kwa hisia kali sana kuhusu ahadi ya kwanza ya barabara ni tangu mwaka 2005. Sasa mtakapo ukishaanza mkataba huu ambao tayari mkandarasi yuko kwenye hizi kilomita 63, usitangaze vipande vipande, tangaza kuanzia hapo ilipoishia mpaka ifike hapa 63 zote, ili wananchi hawa wa Kilindi na wenyewe waione lami ifike mpaka hapa. Kandadeni hiyo tukishamaliza hivi viporo ambavyo tunasema miradi inayoendelea na miradi ambayo imeshasainiwa, mtakapotangaza hii ya mwisho kandadeni ifike mpaka hapa kilomita hizo 63. Na ndio maana Mheshimiwa Naibu Waziri, nilisema tunapokuwa kwenye ziara na wataalamu wenu mwaleti, kuna wakati maeneo mengine wanalami mpaka wanaanza kubandua ile ambayo wameshaichoka. Huku kuna maeneo mengine hawana lami. Kwa hiyo hili nitakapokuja hapa muilete mpaka hapa. Nadhani hilo la barabara tutakuwa tumelimaliza. Tumeelewana ndugu zangu? Tumalize ambapo mkandarasi uko site. Tumalize na ile ambayo mkataba umeshasainiwa kilomita 30. Mtakapotangaza hii nyingine ya 63 itangazeni mara moja ije mpaka hapa, ili ahadi ya Mheshimiwa Rais iwe imetimia. Mheshimiwa Waziri Mkuu Dkt. Samia Suluhu Hassan ameamua kwa dhati kuifungua nchi, lakini pia na kuiunganisha, kuifungua Tanga, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba kila makao makuu ya wilaya yanaunganishwa na makao makuu ya mkoa wake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunapoongea Mheshimiwa Muhando ana barabara ninazozifahamu hili muhimu sana 3. Ya kwanza ndio ile inayotoka Handeni Kiberashi inaendelea kwenda Singida, lakini kuja hapa. Lakini barabara hiyo pia kutokea Kiberashi Songe kwa Kivu inaenda Chakwale kwenda Ngiloni. Hiyo ni barabara ambayo hawa wanahitaji sana, lakini pia wanahitaji barabara ya kutoka hapa ambayo inaenda Jadibwa kwenda kwa Luguru Mziha kwenda Turiani. Wanakilindi wewe, kilichofanyika Mheshimiwa Waziri Mkuu ambacho kinaendelea kufanyika, tunatambua kwamba mama ameshaboresha kwa kiasi kikubwa sana bandari ya Tanga, na ni kweli kwamba njia ya mkato kutoka bandari ya Tanga kwenda bara ni barabara ya kupitia Handeni Kiberashi kwenda Chemba kwenda kwa Mtoni. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu,
barabara hii ilikuwa ijengwe yote kwa utaratibu ambao tulikuwa nao ambao ulishindikana. Na baada ya kuona hivyo, Mheshimiwa Rais alikuja na maelekezo mapya, lakini maelekezo ambayo yatahakikisha kwamba barabara hii inajengwa. Alitoa maelekezo Wizara ya Ujenzi na Wizara ya Uchukuzi kupitia taasisi zake TANROADS na mamlaka ya bandari TPA wakae pamoja kuhakikisha kwamba hii barabara inajengwa kwa njia ya PPP. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baseline study, yaani kwa maana ya mapitio mapya ya kujenga hiyo barabara kwa ubia yameshakamilika kwa ngazi ya hizo taasisi, na tunapoongea hivi sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, yako kwenye ngazi ya wizara.